Hamisi Omar, mambo vipi bwana? Poa ndugu yangu. Uko vizuri? Yaani mimi niko vizuri kabisa za kazi. Salamu, namshukuru Mungu. Karibuni sana. Asante sana. Karibu viwanjani. Ndio mara ya kwanza kufika? Yes, hii ni mara yangu ya kwanza kufika. Unajisikiaje kufika viwanjani? Basi najisikia raha sana. Ndio Niko kupo vizuri, studio kubwa. Ndio. Imependeza. Unaiona kabisa vizuri. Yeah. Mwanzo ulikuwa unasema unamsikiaga tu Ulamaa Eid Salum. Yes. Lakini leo nipo naye live. Leo uko naye live. Unajua? Kila jambo lina muda wake. Ndiyo. Mungu alolipanga. Kuna kipindi nilikuwa nasikilizaga mechi moja ilitangazwa na wewe. Ndiyo. Ile mechi ilikuwa Simba. Alikuwa anacheza na timu gani hivi fulani? Kutoka nje? Hapana, ni hapa Tanzania. Sasa nilivutiwa sana na utangazaji wako. Ndiyo. Nikasema siku moja huyu bwana natamani nimuone. Umeona? Lakini napataje kumuona? Ndiyo. Nafasi ilikopo haipo. Ila siku ambayo Mungu aloipanga leo hii tunakutana. Ndiyo. Ni wakati ambao ushapita. Kabisa. Lakini kabla ya kupita juzi tu hapa tena umetoka kutangaza mechi ya utata ya Simba huyu. Kwa hiyo uko na mimi live hapa. Yaani kwa kweli niko na live. Kwa kweli najisikia raha sana. Au sio Bila shaka wewe ni mnyama Simbazi. Nani mimi? Hapana. Hapana. Ila unapenda tu michezo. Ila mimi napenda michezo. Mimi sio mnyama wala sio mwananchi. Okay. Ila napenda michezo. Na mimi bwana nimefurahi kukutana na wewe bwana Shaomar. Nashukuru sana. Nimefurahi sana. Nashukuru sana bwana. Madam Happy. Habari za wakati huu? Tunamshukuru Mungu. Karibuni sana viwanjani. Asante sana, nimefurahi kufika eneo hili. Ndio. Kiukweli linavutia sana. Eti nami nitumie tu nafasi hii kuambia karibuni tena na tena. Lakini tuzungumze sasa. Wewe ni mratibu wa Nyamonge. Labda kikubwa kwa watazamaji wa viwanjani wangependa kufahamu Nyamonge ni nini kwanza? Nyamonge ni timu ambayo tumeianzisha. Na ni timu hiyo tumeanzisha tumeanzisha bonanza la Nyamonge Sports. Okay. Ambayo bonanza letu itafanyika mnamo tarehe 8 mwezi wa 6 pale Mwembeanga. Okay. Kwa hiyo Nyamonge ni timu. Na michezo gani ambayo mtashirikisha? Hiyo tarehe 8 kutakuwa na mchezo wa bao, rede, mchezo wa watu wasioona na mpira wa miguu na watu wasiokuwa na miguu. Kwa hiyo siku hiyo pale Mwembeanga pata banana. Na nikwambie tu kwamba Hamisi Omar Uchure ni mwenyekiti wa wasioona Dar es Salaam, Tanzania. Tanzania kwa sasa. Tanzania Yes. Ni mwenyekiti wa chama cha walemavu wale wa macho wasioona Tanzania. Lakini ulikuwa unajiuliza kidogo, Mwenyezi Mungu amemjalia kila binadamu na kipawa chake. Sema alikuwa anasikia kila siku Ulamaa Eid Salum Kidedea anatangaza mechi, lakini leo kaniona hapa live. Ana enjoy kabisa. Kweli. Na mwenyekiti, sasa nikupe cheo chao kama kawaida, tuende nacho cha mwenyekiti wa chama cha wasioona. Katika hili tamasha labda pengine na nyinyi mna jambo. Yes. Kwanza sio mwenyekiti wa chama cha wasioona. Ni rais wa klabu ya michezo kwa wasioona. Rais wa klabu ya michezo. Rais wa klabu ya michezo kwa wasioona. Hapo kidogo nimeweka sawa. Maanake ukisema mwenyekiti wa chama cha watu wasioona yupo mwenyewe. Yupo okay. Wewe ni rais sasa. Mimi ni rais wa klabu ya michezo kwa wasioona Tanzania. Yes. Sawa, kwa upande wenu sasa ukiwa kama rais wa chama hicho, labda kwenye tamasha hili la Nyamonge, bila shaka na nyinyi mna jambo hapa. Yes. Sisi bwana kama wasioona kweli tuna jambo, na tunakwenda kutambulisha mchezo wetu rasmi unaoitwa goalball. Hii goalball ipo na inachezwa zaidi ni mashuleni na wanafunzi. Lakini na sisi pia kama wana michezo tunaotoka pale shuleni tukishamaliza tukirudi mitaani hatupati tena nafasi ya kucheza. Kwa hiyo tukajiorganize. Tukasema kwa nini
kwamba kila hii mchezo tunacheza shule. Tunapomaliza shule tukija mitaani, hata tunapotafuta nafasi ya kuonyesha vipaji tena zaidi tunakosa. Je, tufanyeje? Ikabidi tukaunga grupu, tukaamua kuanzisha hii klabu. Tukasema lazima tuwe na klabu yetu na sisi pia tuweze kutafuta wadau mbalimbali, at least tuanzishe hata ligi ya goalball Tanzania. Yes. Kwa hiyo sisi tunakwenda kutangaza au kwenda kuonyesha mpira wetu ili Watanzania wauone, wajue kwamba kila aliyeumbwa na Mungu ana thamani yake, pia amepewa kazi ya kufanya, japo yupo katika mazingira yani mazingira ambaye yanayemuishi kwa wakati huo. Usema ni rais wa klabu. Huwa kabla ya hapo kuingia katika mashindano, huwa mnafanyaga mazoezi ya mchezo huo labda? Yes, sisi tunafanya mazoezi kila Jumatano na Jumamosi ndani ya viwanja pale shule ya Uhuru Mchanganyiko. Na pale ndipo tunapoweza kupata mazoezi yetu kuanzia saa 8 mpaka saa 12 jioni. Saa 8 mpaka saa 12. Yes. Na huwa kwa timu jinsi mnavyocheza mnakuwa wangapi? Hii timu jinsi tunavyocheza sisi tunakuwa uwanjani watu 6. Kwamba kila upande ni watu 3. Lakini tunakuwa na reserve kuanzia 2 na kuendelea. Kwa sababu mpira wetu sisi ni wakuruka. Sawa, yes. Yaani jinsi unavyochezwa unakuwa na upande huu na upande huu. Kwa hiyo ule mpira sisi tunatumia kurusha kwa mikono. Na wale wa kule wanatumia kusikia kwa masikio vile unapobingilita, kwa sababu ule mpira una kengele ndani. Okay. Kwa hiyo wao sasa wanafuatisha mlio wa kengele. Kwa hiyo kuumia ni rahisi. Japokuwa pia naye ni ngumu, kwa sababu wana mazoezi na wana tahadhari, wanaachiana nafasi. Ile inapotokea kimaumbile kwa hali zetu jinsi zilivyo, kugongana ni kitu cha kawaida sana. Kwa hiyo ndio maana nje tunaweka wachezaji wa reserve. Lakini hii ni kawaida kwa mpira wowote, kwa sababu hata ukirudi kwenye mpira wa miguu wapo wachezaji wa akiba wanaotokana labda siku hiyo mmoja yupo vizuri mchezoni au labda ameumia. Yes, anatoka anaingia mwingine. Kwa hiyo hii ni kawaida kwenye mpira wa miguu kuumia. Na mnacheza dakika ngapi? Mpira sisi tunacheza dakika 12 kwa kipindi cha kwanza, na kipindi cha pili dakika 12. Jumla ni dakika 24. Okay. Yes, kwenye mazoezi. Lakini kwenye mechi ya kimashindano mfano kama hii ya tarehe 8 tunacheza dakika 14 dakika 15 kwa 15. Kwa hiyo tunatumia dakika 30. Yes, kwa sababu huu ni mpira wa kimashindano. Okay. Sawa. Madam, tukija kwako Madam Happy, ukiwa mratibu sasa. Unajua mratibu anakuwa na kazi nyingi sana kuratibu kama kuna jambo hivi linakwenda kufanyika, michezo ya umezungumza michezo ya nenda kama 4 hivi ambayo inaenda kufanyika pale. Yes. Labda tunasema taratibu zinakwendaje sasa kuhakikisha kwamba hilo ambalo mnakwenda kulitekeleza tarehe 8 linafanikiwa kwa kiasi kikubwa? Taratibu za mchezo wetu tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa tumefikia asilimia kama 99 ya maandalizi yetu. Kwa hiyo tunawaomba wadau waweze kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe 8 pale Mwembe Yanga ili waweze kuona maajabu ya Mwenyezi Mungu. Okay. Na inafanyika siku moja? Kwa siku moja. Siku moja. Ambayo inaanza saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Mmepanga labda washiriki watakaoshiriki katika hiyo michezo, kuna kuaga na ile motisha ile? Yes. Hizo mmezipangaje hizo? Kiasi ambacho Omari hapa anataka asikie hapa. Siku hiyo yeye anaweza anaingia ndani anacheza na anakuwa mchezaji bora hapo. Zawadi zake zile. Tumepanga kwamba mshindi wa kwanza mpaka wa 3 kutakuwa na medali, kutakuwa na kombe, yani tutawapongeza kwa namna ambayo tumeipangilia. Okay. Kwa hiyo wajichue vizuri. Hii ni mara ya kwanza? Hii ni mara yetu ya kwanza kutengeneza bonanza. Okay. Tukija kwako sasa Omar, umesema mchezo ambao mnakuja kuwaonyesha Watanzania kwamba na nyinyi mna mchezo wenu mnacheza. Yes. Na hii nafikiri itakuwa ni mara ya kwanza kushiriki bonanza la namna hiyo. Yes. Changamoto ambazo zinawakuta kwenye mchezo wenu hasa ni nini? Tukizungumzia katika ile kushikwa mkono, lakini hata nyinyi wenyewe mnapocheza mchezo wenyewe husika. Kwa sasa hivi tuna changamoto nyingi kwa sababu kama nilivyoeleza awali kwamba huu mchezo ni mara ya kwanza tunakwenda kuonyesha kwa jamii. Lakini sio mara ya kwanza kuucheza.
tunacheza sana tukiwa tuko shule, kwa sababu hata mimi mwenyewe pia wakati niko shule nilicheza vizuri tu. Changamoto ya kwanza, huu mchezo ni viwanja. Okay. Hatuna viwanja vyake. Viwanja tunavyokwenda ni hivi vya kawaida ambavyo havikutengenezwa kutokana na mazingira ya huu mpira ambao wenyewe tunaocheza. Yes. Kwa hiyo hii pia ndio hapa tunaiomba serikali kupitia Wizara ya Michezo ijaribu kutambua huu mchezo na uweze kututengea angalau hata maeneo yetu sisi ya kuchezea. Unaona? Hilo la kwanza. Lakini la pili, vifaa vyenyewe husika. Kwa sababu mpira wetu tunaochezea ni tofauti na huu mpira wa kawaida. Mpira wetu sisi unakuwa ni mzito, alafu ndani una kengele. Umeona? Pia hata huu mpira wenyewe unauzwa ghali sana. Kuanzia 500,000 mpaka 4,500. Mpira mmoja huo. Unaona? 500,000 mpaka 4,500. Labda utembee katika mikononi, labda mpira ulishanunuliwa na ulishachezewa, ndio unaweza ukauziwa kwa 300,000 mpaka 3,500. Unaona? Kwa hiyo hivi vifaa, lakini pia kuna zile carpet ngumu ambazo tunazotumia kwa sababu kama nilivyokuambia mchezo watu wanaruka. Sasa wenzetu nchi zilizoendelea wanakuwa na uwanja wao kabisa, ule uwanja unakuwa na sponge. Yani maximum inatakiwa yani uwanja wenu uwe na sponge. Yes, uwe na sponge. Uwe na sponge kabisa. Kwa sababu yule mtu anaruka kwa kulala, yani kama jinsi unavyomuona goalkeeper anadaka ule mpira na kujitupa, lakini sasa huyu ni automatically, kwa sababu hata kukaa kwao hawasimami, wao kukaa wanachuchumaa. Yani wanakuwa wako tayari kusikiliza mpira unatokea wapi, huko ndipo wanapojirusha. Okay. Kwa hiyo wakiuachia ukiingia tayari washafungwa, ni goli. Yes. Kwa hiyo ni mazingira ya mnapocheza mchezo wenu ni kwamba wote mnakuwa chini. Yes, wote tunakuwa chini. Sio kama mnasimama. Yani wote wanakuwa chini. Okay. Unaona? Na hata mpira wenyewe jinsi unavyorushwa hautakiwi kwenda juu. Ukienda juu ni penalty. Ukienda juu ni penalty. Penalty, yes. Kwa hiyo yani ule mpira unatakiwa utambae. Umeona? Hata kwa hiyo hata mrushaji anatakiwa ahakikishe kwamba ule mpira uendi juu. Ukienda juu tayari ushakuwa na matatizo. Unaona kashega gharimu timu yake. Na hapo Omar, kabla sijakuja kwa Madam Happy. Ndio. Kwenye suala la sheria zenu. Yes. Umezungumzia suala la penalty hapo. Ndio. Mwamuzi anakuwa ni miongoni mwenu kwenye chama hicho cha wenye ulemavu wa macho, ama anakuwa ni mwamuzi? Yani mwamuzi hata wewe bwana Kidedea. Nikipewa tu sheria zenu, ukipewa sheria ule mpira unachezesha. Kwa sababu hawezi kutoka mlemavu wa macho, kwa sababu yeye haoni, hawezi kujua kwamba hapa mpira umeshaingia goli au hujaingia goli. Kwa sababu hata sisi wenyewe tunaendeshwa na filimbi. Umeona? Filimbi ikipigwa ya goli tunaijua hii ni filimbi ya goli. Kwa hiyo tunaamini tayari goli limefungwa. Filimbi ya out inapigwa pale na sauti pia inatoka ikisema hiyo out. Kwa hiyo sisi tunajua kwamba huu mpira umeenda nje. Okay. Umeona? Kwa hiyo lazima referee awe mtu ambaye mwenye macho kamili. Sawa. Yes. Madam Happy, hizo umesema kuna timu ngapi ambazo mmeratibu kushiriki katika hilo shindano? Mpaka saizi tumepata timu 4. Timu 4. Ambazo ni za walemavu wa macho na walemavu wa miguu. Kutakuwa na mchezo wa bao na kutakuwa na mchezo wa rede ya kisasa. So ile ya zamani ya vijijini, hapana, ile ni ya kisasa. Nani rede ya kisasa? Rede ya kisasa. Si ile mmoja anasimama kule mwingine huku. Sasa anazungumzia zamani ya vijijini, kuna ya kisasa sasa. Ya kisasa ipo? Ndio. Wanarusha vile mpira lakini. Yaani ni maajabu. Karibu tarehe 8 pale Mwembe Yanga. Sababu ile ya zamani ile mmoja mkirusha mbali, mwingine anakaa huko kwenda kujaza kopo ile mchanga. Kabla likijao ukimimina mshawafunga goli moja. Sasa hii ya kisasa. Hii ya kisasa. Rede ya kisasa. Omar, unaijua hiyo? Hapana, hiyo mimi mwenyewe pia nataka nikaione. Yaani pale Mwembe Yanga siku hiyo tarehe 8. Karibuni sana mje jioni. Nitakuja bwana, nitakuja karibu sana, karibu. Sasa tukio tunamalizia labda neno lako sasa kwa wadau wa Tanzania kuhusiana na hilo tamasha lenu kwa mara ya kwanza ambalo mnalifanya pale Mwembe Yanga. Mimi kama mratibu wa Nyamonge Sports nilikuwa naomba wadau au wadhamini waweze kujitokeza tuweze kuwashika wenzetu mkono. Kwa namna moja au nyingine. Sisi tumejitokeza kuwaleta karibu yetu, basi tunaomba na wenyewe watu support sisi tuweze kuzidi kuwashika ndugu zetu. Sawa. Na nikija kwako sasa Omar, na wewe neno lako la mwisho. Mimi bwana naiomba jamii iwe pamoja na sisi.
kama kweli unaweza kudhamini michezo mengine na sisi pia embo waje jamii watuangalie kwa sababu tulitaka sehemu ya kuonyesha hili jambo. Ndio. Na Mungu amejalia, amewaleta kina Nyamonge kwa moyo wao, wameweza kuonyesha mfano kwetu. Na sisi wenyewe hii nafasi ndio tulikuwa tunaihitaji sana. Kwa maana hiyo leo hii tumeipata. Tunaahidi Watanzania tutaonyesha burudani ile inayotakiwa. Ili mujue kweli na sisi pia tuna haki ya kudhaminiwa ili tuwe na ligi yetu. Kwa sababu malengo yetu makubwa sasa tuwe na ligi ya Global Tanzania. Umeona? Lakini pia tuiwakilishe nchi, yani kwa ngazi ya timu ya taifa na kadhalika. Kwa sababu kwa duniani mpira upo na unachezwa Bwana Kidedea. Okay. Sawa. Isipokuwa katika bara letu la Afrika ndio kidogo kuna shida. Bara la Afrika kuna nchi mbili tu inaocheza mchezo. Ni Morocco na Egypt, Misri. Yes. Okay. Ni mbili. Kwa maana kama kweli Mungu akijalia ligi ikiingia Tanzania itakuwa hii ni nchi ya 3 kwa Afrika. Okay. Lakini duniani mpira unachezwa na sheria zake ipo na unaonyeshwa vizuri. Okay. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba watusupport wa Tanzania. Na swali langu tu la uchokozi mwisho tu ukiwa tunaondoka. Umefurahi kuonana na Ulama Eid Salum. Ni mtu wa namna gani ukitazama hivi? Naam? Umefurahi kuonana na Ulama Eid Salum. Yukoje au ni mtu wa namna gani? Ilikuwa swali la kichokozi. Of course, kwa kifupi kwamba mimi huyu bwana nimemuona ila sijamuona kwa macho ya nyama. Ndio. Nimemuona kwa macho ya hisia na akili. Kwa hiyo kwa kusema kumbahatisha kivyo vyote naweza nikakosea. Lakini kiukweli kwamba ni mtu mmoja yuko vizuri. Ndio. Yes, yuko vizuri. Hana dharau. Ni mcheshi. Kwa hili ndilo kwa haraka haraka nilojifunza kwake. Basi umepatia bwana. 100 kwa 100 hiyo umepata. Mimi bwana niwashukuru sana. Nashukuru sana ndugu yangu. Na niwakaribishe tena siku nyingine nje viwanjani tuweze kuzungumza. Asante sana na tunashukuru sana. Okay. Naam. Tukiwa tunamaliza hivyo na mahojiano yetu hapa, na pana shaka utakuwa umewasikia toka pale mwanzo wakati nazungumza nao, lakini ukiwa bado uko nasi viwanjani tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, tutarudi.